Leo ni Jumapili ya pili. Au ni siku ya Bwana ya pili wakati wa Majilio. Na wazo huu ni neno la Mungu katika Agano la Kale. Lakini mimi naomba Mungu atusaidie. Nataka tujifunze Mungu anavyoweza kujifunua kwenye maisha yetu. Mungu anavyoweza kujifunua kwenye maisha yetu. Ndicho ambacho nataka tujifunze asubuhi hii. Tuko kwenye kipindi hiki cha Majilio. Nilikwambia Majilio ni maandalio ya kiroho kwa Kristo, ili Yesu Kristo yazaliwe mioyoni mwetu. Majilio ni maandalio ya kiroho kwa Kristo, ili huyu Yesu Kristo azaliwe mioyoni mwetu. Na Yesu tayari alishazaliwa katika mwili zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Kinachotakiwa sasa ni Yesu kuzaliwa ndani ya mioyo yetu. Yeye akizaliwa ndani ya mioyo yetu, naweza kuleta mabadiliko. Naweza nikawa ni Mkristo lakini Yesu hajazaliwa mioyoni mwangu. Inawezekana kabisa sisi kusumbua. Kwa sababu Yesu akizaliwa, anachofanya cha kwanza, analeta mabadiliko. Hofu ya Mungu inaingia ndani ya watu. Kama mtu ana Yesu hawezi kuwa na hofu ya Mungu, anakuwa anaigiza tu. Mmenisikia mtu Mungu anachokwambia? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunapoendelea kutafakari juu ya kuzaliwa kwa Mwokozi huyu wa ulimwengu, ni vizuri tukajifunza namna Mungu anavyoweza kujifunua kwenye maisha yetu sisi kama Wakristo. Hauna kitu kizuri kama Mungu akijifunua kwa watu au akijifunua kwako. Ni kitu kizuri kuliko unavyofikiria. Bwana asifiwe. Wakristo wengi sana tumeshinda kumtegemea Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu Mungu hajajifunua. Mungu akijifunua kwako lazima utamtegemea. Na kama Mungu hajajifunua kwako ni ngumu sana kumtegemea Mungu. Unaweza ukategemea akili zako na Biblia imekataa. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 kama sikosei, Suleiman anamwambia mwanae. Anamwambia mwanangu, usitegemee akili zako mwenyewe, tumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wanadamu hakuumbwa kutegemea akili. Na ni si mtu wa Mungu. Na kwa nini hakuumbwa kutegemea akili? Kazi moja wapo ya akili ni kuwafundisha watu njia za mkato. Anapokwama akili inamwambia pita hapa. Mahali ambapo hataki kupita, anapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa kama Mungu hajajifunua, hawezi kumtegemea Mungu. Mungu akijifunua, inakuwa ni rahisi kumtegemea. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akijifunua, nimekwambia pale mwanzoni, kuna kuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye maisha ya huyo mtu. Mungu akijifunua, kuna kuwa na mabadiliko makubwa sana. Na ndio maana natamani kama Mkristo Mungu ajifunue kwako. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana asifiwe. Kujifunua maana yake ni neno kujifunua linatokana na neno ufunuo. Ufunuo ni jina na kujifunua ni kitendo. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Neno hili linatokana na neno ufunuo. Ufunuo ni jina na kujifunua ni kitendo. Kwa hiyo ufunuo ni kitu au ni jambo lililofichwa sasa limewekwa wazi. Au ni jambo lililofunikwa sasa limefunuliwa. Ndio maana ya neno kujifunua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kipindi hiki tamani sana Mungu ajifunue kwako. Tamani sana Mungu ajifunue kama Mkristo. Inawezekana umekaa kanisani miaka mingi sana. Mingi sana. Na ukosi kila Jumapili. Lakini Mungu hajajifunua kwako. Na ukitaka kujua kama Mungu hajajifunua kwako, angalia nani unamtegemea. Achunguze maisha yako, unamtegemea nani? Angalia pale unapopita kwenye kipindi kigumu, ukikosa hela unatafuta kila mtu akusaidie. Unaweza kuingia mahali ambapo hata Mungu hakutaka uingie. Mmenisikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia vinapoinuka vita, ni maneno gani yanayotoka kwenye kinywa chako. Lakini kama Mungu akijifunua, hata vita vikubwa vikija kiasi gani, wanasema mimi namtegemea Mungu, katika hili Mungu yuko upande wako. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tunaangalia hapa njia zinazoweza zikamfanya Mungu ajifunue kwetu. Njia zinazoweza zikamfanya Mungu ajifunue kwetu. Ziko njia nyingi, lakini leo tunaziangalia chache. Kama Mungu atatupa nafasi, tutaendelea na somo hili Jumapili. Mimi natamani kuona kanisa linamtegemea Mungu. Mimi natamani sana kuona Wakristo wanamtegemea Mungu. Lakini ili wamtegemee Mungu lazima ajifunue. Kasome kwenye Biblia vizuri uone. Mungu alipojifunua kwa watu walianza kumtegemea. Waliweka tumaini kwake. Walikuwa na subira kwake. Walikuwa na uvumilivu kwake. Walikuwa na kila kitu kwake walikuwa wanafanya.
Wengine waliacha mpaka kazi zao kwa ajili ya huyu anayeitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asipojifunua ni ngumu sana. Ngumu sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo njia ya kwanza ambayo inaweza ikamwezesha Mungu kujifunua ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Tangu zamani Mungu alijifunua kwa watu wengi sana kwa neno lake. Na ndio maana hawa wanasema neno la Mungu katika Agano la Kale. Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa linaeleza Yesu atazaliwa. Lilikuwa linaeleza kama mtakuwa na mtapata mfalme, lieleza. Kwa hiyo tangu zamani Mungu alijifunua kwa watu wengi sana kwa neno lake. Alijifunua kupitia neno lake. Na hata leo Mungu anaweza kujifunua kwa watu kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi nilipookoka nilisikia neno la Mungu linahubiriwa wakati unaendelea na maisha yangu ya dhambi. Maisha ya ovu yasiyopendeza Mungu. Neno lilihubiriwa kutoka kwenye kitabu cha nabii Isaya. Sura ile ya 6 anazungumza mimi nilikuwa ni mtu mwenye midomo michafu na nilikuwa nakaa kati ya watu wachafu. Alafu anasema akajitazama akajiona ndivyo alivyo. Lile neno lilipopita nikisikia huko ndani ya moyo kama kuna mtu ananikata na wembe. Niliinuka nikaenda kwa aliyekuwa anahubiri nikamwambia nataka kuokoka. Akaniuliza swali, umepatwa na nini? Nikamwambia nataka kuokoka. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nisikia neno. Na ndio maana kwenye matangazo nimekwambia Mungu anasema na watu wengi sana na wengi hawajui. Wengi sana anasema na katikati ya ibada Mungu anasema, katikati ya kuimba Mungu anasema, katikati ya kusanyiko Mungu anasema. Shida ni kwamba hajajifunua. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Zaburi ya 107, Zaburi ya 107 ule mstari wa 19 na wa 20. Zaburi ya 107 ule mstari wa 19 na wa 20 anasema maneno haya. Anasema hivi: wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Hulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Bwana asifiwe. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Hulituma neno lake huwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa ukisoma hii mstari utagundua wajamaa walikuwa wanapita kwenye shida. Walikuwa wanapita kwenye dhiki na walikosa msaada wa kibinadamu. Hakuna aliyekuwa anaweza kuwasaidia. Wamekaa hapo miaka nenda miaka rudi. Hakuna anayeweza kuwasaidia. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mazingira ambayo unaweza ukapita kama mwanadamu, hakuna anayeweza kukusaidia. Ni Mungu pekee yake. Ndio kilichowakuta wa jamaa. Wamepita kwenye mazingira magumu. Na mwandishi anaandika vizuri anasema walimlilia Bwana. Tena anasema wakamlilia, maana yake ni wakati uliopita. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Angalia mstari wa 20. Anasema hulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipomlilia Mungu katika dhiki na shida walizokuwa nazo, kilichotokea Mungu alituma neno lake. Neno ndio likaenda kuwaponya. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Sasa nisikilize. Kwenye neno la Mungu kuna uponyaji. Kwenye neno la Mungu kuna kufunguliwa. Kwenye neno la Mungu kuna baraka zile. Wakristo wengi hawajui. Na ndio maana unaona moja ya mapambano makubwa shetani ni kuhakikisha anawazuia Wakristo wasisikie neno. Hata wakija kanisani wanaweza wakaingia vile vile na wakatoka vile vile. Hawasikii neno wala hawaelewi neno. Na wenyewe hawasomi. Ndio maana unaweza kukuta wana simu mpaka za milioni, hawana Biblia ya 1,000, hawana, hawezi kununua na anajuta, ananunua Biblia ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unaweza kukuta wana kila kitu, lakini ni Wakristo Biblia hawana. Si kwamba hawapati hela, wanapata hela. Shetani anawazuia kwa sababu anajua watakaponunua watakwenda kanisani, watasukuma kusoma neno la Mungu. Wakisukuma kusoma neno la Mungu, Mungu anaweza akajifunua kwao. Na shetani anawazuia ili wakose msaada wa kimungu, watafute msaada wa kibinadamu. Ndio maana wengi sana tukikwama haraka hawezi kumfikiria Mungu, anamfikiria binadamu. Mungu anakuja kama third party. Kwa nini? Kwa sababu ameenda kwa binadamu, amekosa msaada. Ndio unaweza kumuona anainuka anakuja kwenye maombi, lakini amepita kwenye hatua zote amekosa msaada. Anakuja kwenye maombi hatua ya mwisho nini? Amekosa msaada. Na anasema ngoja niende kanisani sasa. Anakuja kanisani. Cheke huko unaanza na nini? Unaanza na Mungu, unaanza na daktari. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Amina.
Sisi watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vita kubwa ninakwambia shetani anaileta kwa watu wengi ni kuwazuia kusikia na kusoma neno. Anawazuia. Kwa nini anawazuia? Jibu lake ni hili hapa. Zaburi ya 103. Zaburi ya 103 ule mstari wa 20 anasema maneno haya. Zaburi ile ya 103 mstari wa 20. Angalia. Mhimidini Bwana enyi malaika zake. Ninyi mlio hodari mtendao neno lake. Angalia anachosema. Mkisikiliza sauti ya neno lake. Bwana asifiwe. Hakuna hasara ambayo inawakabili watu kama kuja kanisani bila kitabu cha aina yoyote. Hana Biblia, hana notebook, hana tenzi, hana kitabu cha nyimbo za dini, anasema naye amekuja kusali. Hajaja kusali, amekuja kutembea. Amekuja tu kwamba ili naye akifa tumzike, tutamzika haina shida, si baya. Lakini mahusiano yako na Mungu ni muhimu sana. Mahusiano yako na Mungu ni muhimu kuliko na dhehebu lako. Mahusiano yako na Mungu ni muhimu kuliko na kitu kingine chochote. Ni muhimu. Ni muhimu kuliko unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari na kuambia ile kukabili. Hatari kubwa kuliko unavyofikiria. Unaona watu wanabeti wanaenda na kalamu, lakini haendekana haendi na kalamu kanisani. Kule betting anakwenda na kalamu. Anakaa na karatasi yake, anaandika mkeka wake. Anatia tiki. Hajawahi kutia tiki mstari wa Biblia hata moja. Toka azali. Hajawahi kutia. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nirudi kwenye ule mstari. Anasema hivi. Mimi napenda kurudia hivi mstari. Anasema mhimidini Bwana enyi malaika zake. Ninyi mlio hodari mtendao neno lake. Mkisikiliza sauti ya neno lake. Angalia. Nyuma ya neno la Mungu kuna sauti ya Mungu. Ipo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyuma ya neno lake iko sauti. Na sauti hiyo ni kwa ajili ya kukusaidia wewe. Bwana asifiwe. Na nisikie unachokwambia. Sauti hii ni kwa ajili ya kukusaidia wewe. Nyuma ya neno la Mungu kuna sauti. Mungu anajifunua kwake kwa neno lako. Neno linaweza likaletwa na mtumishi, neno linaweza likaletwa na mtu mwingine, yote anaweza akaleta neno. Neno lile likukusaidia. Angalia Zaburi ya 107 ule mstari wa 20. Anasema hulituma neno lake maana huenda kuwatoa kutoka katika maangamizo yao. Umenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Unaweza kuwa unapita katika mazingira magumu, likaja neno. Kama ukiwa msomaji wa Biblia, Mungu atakusukuma katika neno. Nilikwambia habari ya ile vita, nisipende kurudia, lakini vita ile nilipokuwa nimekaa na kuomba, kilichokuja ndani ilikuja kitabu cha Kutoka sura ile ya 14, ilikuja sura ile nikaanza kuona ile mistari kwenye Biblia. Nikagundua Mungu anataka kunisaidia. Sasa fikiria kama una neno utaelewa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anachofanya kukusaidia, cha kwanza atalituma neno lake. Anaweza akaja mtumishi akazungumza juu ya mapito unayopitia. Anaweza akaja mtumishi akazungumza juu ya vita unavyopitia. Anaweza akaja mtumishi akazungumza juu ya mazingira magumu yanayokukabili. Lile neno linakuwa ni la kwako wewe. Ukilipokea lile neno ndipo unapoweza ukaona kufunguliwa kwako kunakuja. Sasa mimi ninatazama ninaona Mungu anaweza kujifunua kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka wajifunue wapenzi. Na wanajifunua kweli. Moja ya changamoto kubwa inayowakabili wa Kristo ni kujichanganya. Akija mtu wa imani yoyote tu, eti ndio Mungu kanifunulia. Ulikutana na Mungu wapi? Umejifunulia mwenyewe. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ile ya 9, ule mstari wa 15. Matendo ya Mitume sura ile ya 9 na mstari ule wa 15. Yako maneno hapa. Ngoja tusome kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza maneno haya. Anasema hivi. Lakini Bwana akamwambia nenda tu. Kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Angalia anachosema. Alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Alafu 16 anasema maana nitamuonyesha yalivyo mengi atakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Sasa Matendo ya Mitume inatuonyesha jinsi Paulo ambaye alipewa neno kwa ajili ya mataifa. Kama sio Paulo injili isingekufikia leo wewe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alipewa neno kuwapelekea watu wa mataifa ili nao wamjue Mungu, ili Mungu ajifunue kwao. Ndipo Mungu alipoanza kujifunua kwa watu wa mataifa. Kwa nini? Kwa sababu
lilipelekwa neno. Neno hili linaweza likaja kwako leo kama umekaa kanisani miaka mingi sana. Mungu hajajifunua. Ukilipokea neno Mungu anajifunua kwako. Na akijifunua hatua inayofuata anaanza kusema na wewe kwa sababu hataki upotee. Amen. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi wanashangaa kukuta Wakristo wanategemea waganga wa kienyeji. Hawategemei Mungu kwenye maisha yao. Na wakiwa kanisani ukihubiri na mlai wanakasirikia kweli kweli. Wanakaa na vikao kule wanasema huyu mchungaji hafai, ikiwezekana ahame, uwezo wa kukuhamisha hawana. Lakini tunatamani kuona watu wanategemea Mungu. Tunatamani kuona watu wanaishi na Mungu. Tunatamani kuona watu wanatembea na nguvu za Mungu. Wakristo wengi hawana nguvu za Mungu, ndio maana wanayumbishwa. Wanayumbishwa mchana, wanayumbishwa usiku, wanayumbishwa asubuhi, hawana ujasiri. Wamepoteza kabisa ujasiri. Wakija kanisani na watazama wanaona kama ni watu wa Mungu kweli, unaona ni kama watakatifu kweli, lakini walichokipenda wanakijua wenyewe. Kwa nini? Mungu hajajifunua kwao. Bwana asifiwe. Katika neno lake Mungu anaweza kujifunua, na Mungu akijifunua unakwambia yako mabadiliko makubwa kuliko unavyofikiria. Hakuna neno la Mungu linalopita bure, hakuna. Kila neno linalokuja lina makusudi ya mtu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha nabii Isaya sura ya 55 ule mstari wa 11. Kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 55 na mstari ule wa 11. Yako maneno mengine mazuri hapa yanasema. Anasema hivi. Tuanze wa 10. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi na kuizalisha na kuichepuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Sikia mstari unachosema. Ngoja nirudie tena. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Hakuna neno la Mungu linalokuja bure. Hata hiyo nalo bili na makusudi na watu. Kuna watu wako hapa Mungu ana makusudi nao. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Na anasema neno lake halitarudi bure, litatimiza mapenzi yake aliyolituma. Menisikia? Inawezekana unaumwa, hakuna neno la uponyaji lililokuja kwako. Inawezekana. Na umetumia hela nyingi sana, umekosa msaada hata hospitali, umekosa msaada kwa waganga. Nisikilize, msaada uko kwa Yesu. Msaada uko kwa Yesu. Nenda kwa Yesu, mwambie, naomba unisaidie, na atakusaidia. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ukiona Wakristo wanalalamika kuhusu sadaka, uwe na uhakika hawana neno la Mungu. Mwenye neno la Mungu halalamiki. Kasikiliza sala yetu inayosema, Bwana, ukuu, nguvu, heshima na utukufu ni vyako. Kwa sababu vilivyotoka kutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba usipokee sadaka hizi na usibariki sadaka hizi. Uwabariki na watu wako waliokutolea. Maana yake ni nini? Sadaka sio mali yako, ni ya Bwana. Sasa ukikutana na mtu analalamika, anakuambia kanisani sadaka zimekuwa nyingi, hajakutana na Mungu. Aliyekutana na Mungu halalamiki. Kacheke wanaume wanakwenda kwa mademu ya halalamiki. Anatoa mpaka za akiba. Analalamika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ana uhakika atapata utamu. Kinachomlalamisha ni nini? Huyo akija kanisani analalamika, anabuku na ana change hiyo yero ndio anakuja kutoa. Analalamika. Wanasi. Tunaenda pamoja watu. Jambo la pili. Njia ya pili ambayo inaweza kumfanya Mungu ajifunue kwa watu ni sadaka. Ni sadaka. Sasa sina muda ningekupitisha kwenye mistari mingi uone Mungu alivyojifunua kwa watu kwa njia ya sadaka. Menisikia? Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie. Ngoja tusome kwanza mstari. Nikikumbuka ninachotaka kusema, nitasema. Nikisahau ujue Mungu anataka niseme. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Kutoka, sadaka ni nini? Sadaka ni nini? Sadaka ni nini? Sadaka ni nini? Kitabu cha Kutoka sura ya 25 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nasema maneno haya. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba walitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake umpa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii. Anataja dhahabu na fedha na shaba.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi. Waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka. Pale kuna nukta juu na kuna mkato chini. Alafu angalia kila mtu ambaye moyo wake wamba kupenda tatoa kwake sadaka yako. Sasa sadaka ni nini? Sadaka ni kitu chochote kinachotolewa kwa Mungu au miungu. Ndio maana sadaka. Sadaka sio pesa tu. Hata nguo yako inaweza kuwa ni sadaka. Wewe mwenyewe hapo ulipo ni sadaka. Hilo ni jinsi tu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Sadaka ni kitu chochote kinachotolewa kwa Mungu au kwa miungu. Sasa Wakristo wengi hawajui kama kuna Mungu na miungu. Mungu ni mmoja aliyeumba mbingu na nchi, lakini kuna miungu ambayo watu wanaiabudu. Ndio maana huwa napenda kuambia unapoenda kwa mganga wa kienyeji, hauendi kwa Mungu aliye hai, unaenda kwa Mungu wa uchawi na uganga. Ndio maana kwa. Na ndio maana ukifika na kujanja chale, maana chale ni nini? Chale ni alama. Chale ni ishara ya agano. Kwa hiyo anapokuja chale maana yake anakuingiza kwenye agano la Mungu wake. Kwa nini anakuingiza kwenye agano la Mungu wake? Anakuingiza kwenye agano la Mungu wake ili roho ya miungu ya mganga iwe na uhalali wa kufuatilia wewe. Inachoangalia inaangalia nini? Inaangalia alama. Ndio maana sisi tukibatiza tunasema hivi, msalaba uwe kazi yako na shetani siku zote. Naye mwanangu piga nenda kwa shujaa mpaka mwisho. Msalaba ni alama ya ukombozi. Ndio maana tunakupiga hapa kwenye paji la uso. Na ukipigwa alama ile ya msalaba wewe unaiona imepigwa mwilini, lakini katika ulimwengu wa roho iko mpaka ndani. Bwana asifiwe. Na sasa unafikiri kuna watu wangapi huko duniani ambao wana chale nyingi na wenyewe hawajui kumbe zile chale wameingia maagano na miungu ya waganga. Ndio maana hata ndoto zao wanaota wako kwenye madhabahu za waganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sadaka ni kitu chochote kinachotolewa. Nataka kusema nini? Nimekumbuka. Nataka kusema nini? Ukitaka kukamata moyo wa mtu, jizoeshe kumpa fedha, utakamata moyo wake. Mpe fedha, mpe chakula, utakamata moyo wake. Unafikiri kwa nini wanaume wengi wakiwataka wanawake wanakimbilia kwa pale? Hujagundua sababu? Anataka apate nafasi ndani ya moyo wako na anaipata. Ndio maana hakuna mwanamume anaweza akaja kukupa hela ngovu iliyochanika, hakuna. Atapambana hakikisha anakupa ile iliyonyoka, anaitoa kwenye wallet au kwenye mfuko wa shati wa juu. Kwa nini? Anatafuta nafasi kwenye moyo wako. Anatafuta nafasi kwenye moyo wako. Na ataipata kwa sababu ile fedha nyuma yake inakuwa na maneno na inakuwa na nguvu kuliko unavyofikiria. Bwana asifiwe. Sasa wengine wanazungumza wanasema kwamba sadaka ni ibada, ni sawa, haina shida kwa sababu mahali popote kwenye sadaka lazima kuna ibada inayofanyika popote. Ndio maana ukienda kutoa sadaka kwa mtumishi yoyote lazima akupige maombi. Hawezi kukuambia asante, atakuombea alafu atakwambia Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ni njia kubwa, ni njia kubwa sana, njia kubwa sana. Hata Mungu unapomuona alimtoa Yesu kama sadaka. Ndio maana Paulo anaandika kwenye waraka wake wa Paulo mtume kwa Wakorintho, kama sosei wa pili au wa kwanza, anazungumza kwa maana Pasaka wote wakisha kutolewa sadaka, yaani Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yesu alitolewa kama sadaka kwa ajili ya kwa ajili yako na kwa ajili yako. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitolewa kama sadaka. Tuko pamoja wote wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sadaka inaweza ikamfanya Mungu ajifunue. Sadaka yoyote inaweza kumfanya Mungu ajifunue. Kwako wewe inaweza ikamfanya Mungu ajifunue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninasikia kuna mtu moyoni anasema kwamba mimi nimetoa sadaka sana lakini sijamuona. Umekosea. Wewe ulikuwa unatoa sadaka. Wewe ulikuwa unatoa fedha. Na inawezekana ulitoa ili watu wakuone na tulikuona. Ukitoa fedha Mungu akuone. Ukitoa sadaka Mungu anakuona. Mnisikia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikwambie hivi. Ngoja nikwambie. Thamani ya sadaka haipo kwenye sadaka unayotoa, ipo kwenye moyo wa mtu wa sadaka.
yaitwayo. Na ndio maana anakupa wewe ili akamate moyo wako, na anaukamata. Anaunganisha moyo wako kwa njia ya fedha leo. Sasa sadaka inaweza kumuunganisha mtu na Mungu au na miungu. Inaweza kabisa kumuunganisha mtu na Mungu au na miungu. Bwana asifiwe. Nilienda kufanya semina mahali fulani. Nataka nikwambie wapi. Waliponiita wakasema nikafundishe kuhusu wakili. Ilikuwa ni semina ya siku 5. Tulienda na rafiki yangu mmoja hivi. Tulipoenda kwenye ile semina na nilizungumza Mungu anaweza kujifunua kupitia sadaka. Ilikuwa ni semina ya siku 5. Kulikuwa na mambo mengi sana mazuri kwenye ile semina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya mwisho tuligawa bahasha siku ya Ijumaa. Tukasema zinarudi hizo bahasha siku ya Jumapili. Nikawaongoza sala kuambatana na sadaka zao walizotoa. Siku zote tumefanya semina ile, hakuna mapepo yaliyolipuka. Siku ya mwisho walipotoa sadaka, kuna wengine walikuwa hawana uwezo wa kutoa sadaka kwenye kikapu. Hawezi kufika, anadondoka. Asikotani. Hawezi kufika, anadondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukakutana na mtu ambaye alinipa ushuhuda namna ambavyo shamba lake liliteketea kwa moto. Nilimuuliza maswali, ulikuwa unatoa sadaka? Akasema hapana. Ila kuna kitu kilitokea. Nilipokuja kumshukuru Mungu kabisa kwamba shamba limeungua, akatoa sadaka. Aliyechoma shamba akapatikana, akaja mwenyewe. Akamwambia niko tayari kukupandia. Nilichoma shamba lako ni mimi, nitakupandia. Shamba la parachichi, ndio fahamu parachichi. Parachichi inawaka moto kuliko unavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Na akaniambia, akasema mtumishi, mimi mshahara wangu ni zaidi ya milioni 1, lakini sio fungu lako. Ila naona kwanza naishi kwa mateso wala sipati chochote. Nikamwambia uwezi, kwa sababu Mungu hana nafasi kwako. Ana nafasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa hiyo siku zote tumefanya maombi, hakuna chochote. Siku ya mwisho tuliporudisha bahasha, kulikuwa na nguvu ya Mungu kubwa, mpaka mchungaji wa kanisa akasema, leo mchungaji umeyachokoza. Leo umeyachokoza. Na mimi niliwaambia kwamba tutakwenda kutoa sadaka hii siku ya mwisho. Chukueni hizo bahasha, alafu mtaona nguvu ya Mungu itakavyoshuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wako kwenye vifungo, wanaweza wakafunguliwa tu kwa njia ya sadaka. Kabisa. Sikutani. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa shuhuda za kweli. Sikwambii kwamba nikwambie eti uje utoe sadaka. Mimi nakufundisha ili ukutane na Mungu wewe mwenyewe binafsi. Kuna wengine wamefungwa wasipate watoto. Alafu mtu mmoja alifungwa kule Dar es Salaam, akawa hapati mtoto. Akaenda kwa mtumishi mmoja, akamwambia, yeye mtumishi rafiki yangu, akamwambia, mchungaji, nimekuja naomba uniombee, nataka nipate mtoto. Akamwambia hivi, wakati mwingine naona kama unanihangaisha, ngoja nikuulize swali. Unatoa fungu la 10? Akasema mimi sitoi fungu la 10. Akamwambia nenda katoe fungu la 10. Akaenda kutoa fungu la 10. Akaja akabeba ujauzito. Alipobeba akaja akamwambia yule mchungaji kwamba bwana, mimi nimebeba ujauzito. Mchungaji akamwambia mtoto atakayezaliwa ataitwa jina fulani. Yaani akampa jina lake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umenisikia mtu Mungu anachokwambia? Mungu anaweza kujifunua kwenye sadaka. Mungu anaweza kujifunua. Sema Wakristo wengi huwa hawatoi sadaka, tunatoa fedha, ndio maana ukitoa unalalamika. Na kwa nini unafikiri unachofanya unalalamika ni nini? Wewe hujatoa sadaka, umetoa fedha. Umenisikia anachokwambia? Na wewe hujatoa sadaka, umetoa fedha. Nenda kaangalia thamani ya vitu vyako ulivyo navyo, mbona unalalamika? Unasuka mpaka mbele za 1,500, hujalalamika mahali popote. Kwa nini hujalalamika? Si unataka kupendeza? Hiyo ungetoa sadaka ungelalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kumbuka nilikwambia, kujifunua maana yake ni Mungu amekuwa wazi, au Mungu anaonekana. Ngoja tuangalie maeneo machache ambayo
Mungu anaweza akajifunua kupitia sadaka. Nimekupa mifano. Eneo la kwanza ambalo Mungu anaweza akajifunua ni katika vita. Katika vita. Si unafahamu maana ya vita? Niliwaambia vita ni mapigano baina ya pande mbili. Kati ya mtu na mtu, watu na watu, taifa na taifa, au nchi na nchi. Sasa kuna vita viko katika ulimwengu ambavyo vinakuwa baina ya pande mbili, baina ya watu wanaosema wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, na baina ya watu ambao wanamtumikia shetani. Kuna kuwaga na vita. Kaangalie kwenye biashara yako kama una vita. Nenda kaangalie unayo vita. Nilikwambia siku moja hapa, kama mtu mtu alikuwa amefika kiwango cha utajiri wa juu, alafu amefika, usifikiri Mungu akusema naye. Alisema na ila kujua tu kama ni sauti ya Mungu. Yeye alikimbilia kwenda kwa mganga, kumbe akawa anajimaliza. Siku tani. Hakuna mtu yoyote aliyeweka dhamana yake kwa Mungu alafu akafilisika. Haipo. Mungu atapambana mwenyewe, ataingia vitani mwenyewe kukupiga. Umenisikia mtu Mungu anachokwambia? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika vita yoyote ile, sadaka inafanya kazi. Katika vita yoyote. Ngoja tuangalie mifano hapa. Ngoja tuangalie mifano miwili au mitatu. Ngoja tuangalie mifano miwili. Mfano wa kwanza, kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 7. Kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ile ya 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naweza nikatumia muda mrefu sana. Unajua wewe uwezo kukaa kanisani muda mrefu. Lakini nataka nikusaidie uelewe. Si una amani eh? Si una amani eh? Kama una amani nitakuruhusu uende, ila utoe sadaka kwanza kabla hujaondoka. Bwana asifiwe. Tunajua leo kuna timu fulani zinacheza, unaweza kaenda kuangalia mapema. Ombeni na umeme usikatike. Unakaa pale mwenyewe na jezi yako, una wasiwasi. Tulia kabisa na remote yako pale. Alafu unapiga zako, akikosa unasema kama umepoteza mtoto kule, kumbe mtu anakosa goli. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa kwanza, kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 7. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 7, mstari wa 8 mpaka wa 11. Mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia. Mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii vita usitazame kama vita ya kimwili, tazama kama vita ya kiroho. Unanisikia mtu Mungu? Tazama, unafahamu maana vita ya kiroho? Vita ya kiroho maana yake ni mapigano au mapambano yasiyoonekana yaliyo katika ulimwengu wa roho. Nilikwambia siku ile wazo kuu vita vya kiroho. Nikakwambia dalili zake za kwanza ni katika ndoto. Ukiona ndoto unakula, uko katika vita. Ukiona unaota ndoto uko makaburini, uko katika vita. Ukiona unaota ndoto unafukuzwa, uko katika vita. Maana si Hajawahi mtu anaota anafukuzwa, alafu anaamka anakimbia, miguu yake inacheza, tafikiri alikuwa anakimbia kweli, lakini kwa kitandani. Wengine wanawapiga mpaka wake zao mateke, wanawapiga wake zao mateke. Unasikia? Vipi anasema ni kwa naota. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tumesoma mistari hiyo. Taifa la Israeli lilikuwa vitani huko Mispa, linapigana na Wafilisti. Umenisikia? Israeli wakaenda, wana wa Israeli wakaenda kwa nabii wa Bwana, Nabii Samueli. Wakaenda kumwambia usiache kumlilia Bwana Mungu wetu. Angalia Samueli akawajibu. Sisi tumesoma hiyo mistari hapo. Unaona kuna mahali Samueli anawajibu. Samueli akawajibu mahali popote. Biblia inasema akachukua mwana kondoo, akaenda akatoa sadaka ya nini? Sadaka ya kuteketezwa. Akaenda akatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akatoa sadaka ya kuteketezwa. Biblia inasema alipotoa sadaka ya kuteketezwa,
ngurumo za Mungu zikafanya nini? Zikashuka kwa mshindo mkuu. Wamekaa vitani muda mrefu, hakuna anayeweza kuwasaidia. Walipoenda kwa mtumishi wa Mungu ambaye ndiye amepewa kuiongoza taifa la Israeli wakati ule, akaja na wazo la sadaka, akaenda akatoa sadaka. Alipotoa sadaka, Mungu akawapigania. Wao wakainuka wakawafukuza wale watu mpaka Bethkari. Wanasi Benesia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoa. Hakuna mahali popote unaona alipowajibu, hakuwajibu. Yeye alichukua sadaka akatoa sadaka kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye agano la kale kulikuwa na sadaka nyingi sana. Kwenye agano jipya sadaka hazizungumzwi sana. Kwa nini? Kwa sababu sadaka zote ziko ndani ya Yesu Kristo. Agano jipya lizungumzi sana kuhusu sadaka. Kwenye agano la kale zilikuwa zinazungumzwa sana kwa sababu agano la kale ni agano lililofungwa katika mwili. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja tuangalie mfano mwingine. Mfano wa pili, kitabu cha kwanza cha Wafalme. Kitabu cha kwanza cha Wafalme. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ile ya 18. Bwana asifiwe. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ile ya 18. Sura ya 18. Mstari ule wa 30 na 8 mpaka 39 anazungumza maneno haya. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaranda yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni nabii Elia. Hii ilikuwa ni vita ya miungu ya pande mbili, Mungu wa Israeli na Mungu Baali. Mnanisikia wale Mungu anavyowaambia? Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mfalme anaitwa mfalme Ahabu. Alikuwa na mke wake anaitwa Yezebeli. Yezebeli alimchochea sana Ahabu akashindwa kusimama kwenye nafasi yake. Alifuruga sana taifa la Israeli. Wakaabudu miungu mingine, wakaingia kwa Mungu Baali. Alibaki nabii wa Bwana peke yake Elia. Elia lilimuumiza sana lile jambo. Akaja na wazo. Kasoma sura 18. Akawauliza watu, mtasita katika mawazo mawili hata lini? Akiwa Bwana ndiye Mungu, haya mfuateni yeye. Ikiwa Baali ndiye Mungu, haya mfuateni yeye. Biblia inasema wale watu hawakumjibu neno. Kaangalia watu wengi sana wanapopita kwenye vita yoyote, silaha yao kubwa wanayotumia ni maneno. Sasa alipoingia kwenye vita maneno, jamaa wakakaa kimya, wakaambia wala utuingize kwenye mtego vita vya maneno. Akaja na wazo la pili, akasema tutoe sadaka. Aliposema tutoe sadaka, cheki waliposema wale watu, wakasema maneno haya ni mazuri, maneno haya ni mazuri, wakatoa sadaka. Kwa nini walisema maneno yale ni mazuri? Walimuona Mungu wao akiwapigania kwenye sadaka zao walizokuwa wanatoa. Unafikiri wangesema tu maneno haya ni mazuri? Waliona Mungu akiwapigania. Waliona Mungu jinsi anavyowapigania Mungu wao. Ndio maana wakasema maneno haya ni mazuri, ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, huyu jamaa yani alifika mahali alikuwa anaishi kwenye mazingira magumu sana. Unamuona mpaka hapa anakuja, maana yake alienda kujionyesha. Sura ya 18. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Mazingira yake yalikuwa ni magumu sana. Ile vita ilikuwa namna. Angalia alipotoa sadaka. Biblia inasema, tumesoma hapa, anasema hivi, ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukaramba na yale maji yaliyokuwemo katika mfereji. Mmenisikia? Mungu anaweza kukupigania kwenye sadaka yako. Mungu ana uwezo mkubwa wa kujifunua. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuende eneo la pili. Hilo nilikuwa eneo la kwanza. Eneo la pili, unapopita kwenye mazingira magumu ya kiuchumi. Unapopita kwenye mazingira magumu ya kiuchumi. Ngoja niwape ushuhuda wa mtu mmoja ambaye yeye alikuwa anasoma na alikuwa ni engineer, nafikiri wa daraja la kwanza, lakini akawa hapati kazi. Hapati kazi mahali popote. Akaenda kwa mtumishi mmoja, akamweleza na mtumishi anayopitia. Yule mtumishi akamwambia hivi, nenda kabisa katika kanisa la sadaka yoyote. Akamwambia, mimi ninachokwambia hapa hata hela sina. Akamwambia, wewe ni engineer, nenda kanisani kweli,
kaangalie kama kuna mradi wa ujenzi, waambie hivi, mimi nitasimamia kazi hii bure. Mimi ni mtaalamu wa ujenzi. Akaenda akakuta kuna kanisa linajengwa. Akasema hivi, mimi nitasimamia kazi hii bure. Ninajitolea. Hana hata buku mfukoni. Alipoenda, milango ilifunguka. Yule bwana akaanza kupata kazi. Ndio maana ninakwambia sadaka ni kitu chochote wewe hujajua. Unaweza kuwa una fedha, njoo ufanye usafi kanisani. Unaweza kuwa una fedha, njoo ufanye chochote kanisani. Unanisikia? Njoo ukitoe kama sadaka, utaona milango yako inafunguka. Sisi tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Angalia Luka sura ile ya 5. Luka sura ya 5 ule mstari wa 3 mpaka wa 6. Luka sura ya 5 ule mstari wa 3 mpaka wa 6. Yako maneno hapa mengine, maneno ya Mungu haya, yako maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Luka sura ya 5 ule mstari wa 3 mpaka wa 6 anasema maneno haya. Anasema hivi. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano wale chomboni. Hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni, twenda mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako mtazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petro alikuwa ni mfanyabiashara wa samaki, si ndio? Yeye ni mvuvi. Kwa hiyo biashara yake ilikuwa ni biashara ya samaki. Lakini amefanya kazi ile hakuna anachokipata. Akaja Yesu akamwambia, naomba chombo kimoja hapa nitumie. Akachukua akaenda katikati ya bahari, jamaa akapiga injili. Angalia, ametumia chombo cha Petro kuhubiri. Alipomaliza kuhubiri, akamwambia twende nyavu kilindini mvue samaki. Bwana Yesu asifiwe. Petro akataka kubishana naye kwa sababu asilimia kubwa ya wavuvi mnafahamu kwamba kipindi hiki tunapata samaki, kipindi hiki hatupati, na ndio kinakuwa kipindi kibaya. Wavuvi wengi wakiwa wanapata samaki wanakuwa na nyumba mbili. Yaani anakuwa na wanawake wawili. Akikwama anamwacha mmoja. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akaja bwana mkubwa akamwambia tweka nyavu kilindini, akataka kubisha. Baadaye akagundua huyu mtu ni mtu wa tofauti, akashusha. Biblia inasema akapata samaki wengi sana mpaka akawapungia washirika. Lakini nachotaka uone, angalia kilichotokea. Baada ya Petro kupata samaki wale, alienda kwa Yesu akapiga magoti akamwambia, ondoka kwangu kwa maana mimi ni mtu mwenye nini? Petro amekaa na dhambi miaka yote kujua kama yuko kwenye dhambi. Kwa nini unafikiri hivyo? Wewe unafikiri Wakristo wangapi ambao tuko makanisani tunajisabia haki hatujui kama tuna dhambi? Kwa nini ukihubiri uzinzi watu wanakasirika? Kwa nini ukihubiri uchawi watu wanakasirika? Kwa nini ukihubiri kwenda kwa waganga watu wanakasirika? Kwa nini? Petro alipokasirika, sadaka yake ilimfanya dhambi yake ifunuliwe. Akaenda moja kwa moja kwa Yesu kumwambia, Bwana mkubwa, ondoka kwangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye dhambi. Nini kilifanya dhambi yake ifunuliwe? Alipotoa sadaka, Mungu alijifunua kwake kumwambia, wewe ni mtu mwenye dhambi. Umenisikia? Ndio maana nimekwambia hivi, mtu yoyote anayemtolea Mungu sadaka hatamwacha. Mungu atajifunua kwake, atamwambia mpaka dhambi yake. Kwa sababu Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili asipotee, bali kila mtu amwamini awe na uzima wa milele. Ndio maana tunaosoma Biblia kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10, Kornelio alikuwa anatoa sadaka, anawapa watu. Alipokuwa anatoa sadaka kwa watu, Mungu akajifunua kwake akamwambia hivi, sadaka zako na maombi yako yamefika kwa Mungu kwa ukumbusho. Mimi na wewe ukumbusho wetu kwa Mungu ni nini? Tunakumbusha gani kule juu mbinguni? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa anajifunua. Watu wanapotoa sadaka, Mungu anajifunua, huwa hakai kimya. Hakai kimya, lazima atapiga kelele. Lazima atasema, lengo ni kukukomboa ili usipotee, kwa sababu tunaishi kwenye kipindi cha neema. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani Mungu ajifunue kwako kwenye sadaka unazotoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka jambo hili. Siku zote Mungu anaweza kujifunua. Haangalii dhambi zetu. Mungu anaangalia upendo wake kwetu. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko dhambi ninazofanya. Ndio maana
Petro aligundua dhambi yake. Akamwambia ondoka kwangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Eneo la tatu ambalo Mungu anaweza kujifunua ni katika magonjwa. Anaweza kujifunua hata kwenye magonjwa. Kuna watu ambao wanaumwa na wamekosa msaada kila mahali, lakini Mungu anaweza kujifunua kwao. Wanapotoa sadaka tu, wengine wanapokea uponyaji pale pale. Menisikia? Unafikiri hospitali tunatumia gharama ngapi? Mimi haya mambo leo kwambia sio nasema. Mimi naombea watu. Sio kama najisifu, nataka wewe ujue. Inawezekana ujue. Watu wengi wametumia gharama nyingi hospitali tulipokuja kuombea. Sawa, walipona. Na mwenyewe mtu anakuambia, anasema yeye, mimi nimetumia hela nyingi sana hospitali. Nyingi sana anakuambia nimetumia. Lakini alipokuja kuombea kwenye madhabahu ya Bwana alipona. Umenisikia nachokwambia? Inawezekana hata wewe kuna maeneo unapita umekosa msaada. Msaada uko kwa Yesu. Msaada uko kwa Yesu. Mimi nakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie mfano hapa kwenye Biblia. Luka sura ya 7 ule mstari wa 3. Luka sura ile ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 6. Yako maneno hapa mengine anasema huyu. Ngoja tusome haya kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi. Na aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumuomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana, wakisema amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana usijisumbue, maana mimi sistahili wewe ingie chini ya dari yako. Huyu alikuwa ni akida. Akida ni kikosi, ni askari wa kikosi, ni kiongozi wa kikosi. Mesikia? Cheka na mtumwa akaenda kwa Yesu. Katuma watu waende kwa Yesu. Wale watu walipoenda hawakumwangalia akida, waliangalia sadaka yake aliyotoa ya kuwajengea sinagogi. Leo unazungumza kama mtu unasema huyu katujengea kanisa. Unamwambia Yesu, huyu amestahili umponye maana alitujengea kanisa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amestahili huyu maana alitujengea sinagogi. Hata nyumbani hawakufika. Biblia inasema wazi, akakuta mgonjwa wake. Amefanya nini? Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wakasema amestahili huyu kwa maana alitujengea sinagogi. Hakuna mtu anayetoa sadaka Mungu akamwacha. Kumbuka maneno haya, nayarudia kila mara. Hakuna. Kwa nini watu wengi sana wanatoa sadaka lakini hawaoni matokeo kwenye sadaka zao? Sababu mbili kubwa. Ziko sababu nyingi, lakini moja nikutajia sababu mbili kubwa kwa siku ya leo. Alafu tunamalizia hapo. Sababu ya kwanza, wanatoa kwa mazoea. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Watu wengi hawaoni matokeo kwenye sadaka wanazotoa, ni kwa sababu wanatoa kwa mazoea. Cheki wewe, si unatoa sadaka kwa mazoea? Na ukitaka kugundua mtu anatoa sadaka kwa mazoea, muangalie anatafuta change asubuhi. Mwingine anatoa ili aonekane na mchungaji kwa sababu mchungaji amezungumza kuhusu sadaka, anatoa. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Usitoe sadaka kwa mazoea. Toa sadaka kwa imani. Na ukiamini unamtolea Mungu. Yaani sadaka moyo wako wewe ni lazima upende, usilazimishwe. Moyo wako upende moyo wako. Anatuambia kwenye kitabu cha Kutoka kwenye sura ya 25 ule mstari wa 2. Anamwambia Musa, sadaka mtakayotoa kwa watu hao ni mtu mwenye moyo wake kufanya nini? Moyo wake kupenda. Bwana asifiwe. Dalili mojawapo ya watu kutomioyo yao kupenda ni kulalamika. Ukiona watu wanalalamika, mioyo yao haijapendeza sadaka. Sadaka ya namna hiyo haina baraka, sikudanganye mtu. Haina baraka, hutaona matokeo ya aina yote, hutaona. Tutaona. Bwana asifiwe. Kwa sababu hujatoa kwa imani, umetoa tu kwa mazoea, kama ngoja na mimi nitoe. Imani ni muhimu sana
kwenye sadaka zinazotolewa kuliko wanavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi nimekwambia mahali panapotolewa sadaka, uwepo wa Mungu huwa unakuwepo. Kaangalie kitabu cha sura ya Injili ya Marko sura ya 12. Kasome pale uone. Kaanzia ule mstari wa 38 na kuendelea. Unakuta na habari za mama mjane ambaye Biblia inasema alitoa senti ya mwisho. Na Yesu alikuwepo kwenye sanduku la sadaka. Yesu akasema watu wote wametoa mapesa tu. Maana alichosema Yesu. Akasema hawakutoa sadaka, wametoa mapesa. Tena wametoa mapesa yaliyowazidi. Ila katika wote yule mama ndio ametoa sadaka. Kwa nini? Yule mama alitoa sadaka kutoka ndani ya moyo wake. Hebu fikiria, Yesu yuko hapa. Alafu wewe umetoa 10,000. Alafu mtu katoa 100. Aliyetoa 100 anaonekana katoa sadaka kuliko yule aliyetoa 10,000. Utajisikiaje? Wanasi. Bwana Yesu asifiwe. Soma hapo kwenye Biblia. Cha pili, sababu ya pili, hawana maandalizi. Hawana maandalizi. Mithali sura ya 16 mstari wa kwanza anasema hivi: maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalizi yanayozungumzwa hapa si maandalizi tu ya kuiandaa sadaka na moyo wako kuuandaa, kwa sababu sadaka inataka itoke ndani ya moyo. Uandae moyo wako kwamba Mungu nitakutolea sadaka yangu leo shilingi 100. Uandae moyo wako. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Unapoandaa moyo wako kwa njia ya sadaka yako, Mungu anakupa majibu. Na ndio maana kwenye Marko sura ya 12 nimekwambia Yesu alikuwa amekaa kwenye sanduku la sadaka, amekaa pale namna hii. Yule mama anakuja anatoa sadaka kwa sababu yule mama aliuandaa moyo wake. Yesu akamwona ametoa zaidi kuliko wote. Bwana asifiwe. Amen. Nienda kwa mganga mmoja kulala. Wakati ule sijaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mganga wa Kiislamu yule. Mtu wa Kigoma yule. Kwenda pale mimi. Kwa nataka utajiri. Ni mtu yule. Natafuta hela sababu nimetumia nguvu za mwili, sikufanikiwa. Nikafikiri kwamba wanaweza wakatoa utajiri. Nikaenda kwake. Nikajieleza. Siku ya kwanza tukazungumza. Ganga anachemsha mawe kwenye chungu. Tafikiri maboga. Yako mawe pale yanachemshwa usiku na mchana yale mawe. Alafu ukifika pale kwanza unaingizwa kwenye chumba kile, alafu unafunikwa shuka moja jeusi. Alafu unatoka jasho, nasema umeondolewa nuksi na mikosi. Na wewe ndio inawezekana umeondolewa nuksi na mikosi. Kumbe ndio wamekutilia nuksi bila mwenyewe kujua. Toka umeenda kwa ndoa yako inazidi tu kuwa mbaya, unashuka. Yaani kila siku unashuka utafikiri umekanyaga mlenda. Njoo kwa Yesu. Njoo hapa. Yesu yuko hapa madhabahu. Njoo. Akaniambia, Simoni, huna imani. Na nilikuwa nikienda pale Kukumbili. Hapa si unakuja mara moja tu Jumapili. Mimi nilikuwa naenda karibu kila siku. Kila nikienda Kukumbili, 2,000 nazikunja. Basi napiga tu story pale. Nilichoambulia ni kupata siri tu za waganga. Sijaipata hata 10,000. Nilikuwa natoa dini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa wengi sana hawana maandalizi. Wengi sana. Wewe mwenyewe jiulize. Ulijiandaa kwa sadaka? Moyo wako uliuandaa? Moyo wako umependa? Umependa au umependa? Si nimwambia habari za basha hapo ndio zimenichunia. Bwana asifiwe. Sababu ya tatu. Hatuombee sadaka. Tunasubiri mtumishi aziombee. Hatuombei sadaka, tunasubiri mtumishi aziombee. Yale ni makosa makubwa sana kuliko unavyofikiri. Menisikia? Ngoja nikupe mfano. Sizungumzi nje ya mfano, huko mfano. Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ile ya 10. Yako maneno hapa. Anasema hivi, sikiliza. Anasema hivi. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Angalia. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Angalia.
akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Tunamwona huyo jamaa. Kwani alikuwa Myahudi? Tunamwona wewe jiulize muombea sadaka hivi. Unajua kuna Wakristo na chakula kuombea. Kuna watu hata mkilala hamsali. Yaani mnalala kama miti. Ndio maana ukiingia tu kitandani saa hiyo hiyo ndoto zako zote zimeshageuka. Kuna mwingine akiingia kitandani hata dakika 5 hawezi kutafakari. Yaani akigusa tu kitanda kisha lala yuko mbali kabisa. Yaani yuko mbali unaweza kumtoboa hata na sindano kwenye mguu na asistuke. Bwana asifiwe. Sasa unaona Kornelio alikuwa anatoa sadaka anawapa nani? Anawapa watu, lakini angalia. Biblia inasema alikuwa akimuomba Mungu. Mmesahau. Alikuwa akimuomba Mungu kila siku. Sasa Biblia inatuambia alikuwa anaombea nini? Haituambii, imenyamaza. Lakini alikuwa akimuomba Mungu kila siku. Sasa ngoja nikwambie. Sadaka yako ukitoa, leo ukitoa, hakikisha unaniombea mpaka Jumapili nyingine unapokuja. Sasa mtihani hapo kwenye kuomba ndio katamba. Kwenye kuomba. Ndio maana watu wana ujasiri wanakaa kwenye mipira mpaka saa 8. Hawezi kuomba dakika 5, hana uwezo. Kama unabisha tembelea nyumbani kwake, mchungaji amekuja. Karibu atakuwekea chakula lakini swala la kuomba atakwambia uombe mwenyewe. Sasa baba, utuombea chakula hiki. Ujue yeye kuomba hawezi. Bwana asifiwe. Tutafanya mazoezi kuanzia wiki ijayo. Hapa kanisani. Tutaanza na kina baba. Nitakuwa naita mtu mmoja hapa aje afanye maombi. Mwambie wewe. Elisha, njoo. Waombe wewe. Ndio utaona mtihani wake. Hajui aanzie wapi, hajui aishie wapi. Na sasa hivi kitokea misiba. Nikija wewe kaa karibu na kupa maiki. Nikija wewe ulikaa karibu. Hatutaki maneno tunataka tuone na vitendo kwamba wewe ni Mkristo. Hata kule mtaani wakujue kwamba wewe ni Mkristo. Mkristo hata kusema sala uwezi. Nikija kule naweza nikakwambia fulani utahubiri kwenye msiba. Simama hubiri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wenzetu walikuwa wanatoa kwa imani. Wanaziombea sadaka zao. Ndio maana walikuwa wanamwona Mungu akijifunua kwao. Hata Samuel nilikuonyesha pale hakutoa tu, alianza kwa maombi. Na ilikuwa ni agano la kale, alianza kwa maombi. Hata Elia unamwona Mungu akujibu tu. Alipotoa sadaka zake alikaa kwenye maombi. Bwana asifiwe. Sisi hatukai kwenye maombi, tunaweza tukakaa kwenye maneno. Mtu anakuta anaanzisha kikao, anarundika watu. Kazi yake ni kusema watu mchana mpaka usiku mpaka anaenda kulala amesema watu tu. Hajazungumza habari za Mungu hata moja hajazungumza. Uko kanisani uko siku hizi wewe. Michango imezidi kwa hata usiende mimi nakwambia. Tukaangalia uchungaji mtu wa macho. Tunakutana navyo kweli. Yule baba anakandamiza kweli. Na nitawakandamiza. Kwa sababu kanisa ni la kwenu, mimi iko siku nitahama, hapa sio pango na waachia kanisa lile. Kanisa tutajenga wote na mtakaojenga ninyi. Na kama hamti kanisani nitaanza kuwafuata nyumbani, naomba mchango ujenzi wa kanisa. Mimi sitaenda kwa Pentecosti, sitaenda kwa Assemblies, hakuna. Sitaenda kwa diwani wala kwa mbunge. Wewe nikikujua na siondoki mpaka mlipo. Utatoa. Mbona nywele unasuka? Hizo za kusuka nywele leta hapa. Tukajenge kanisa. Naomba usimame mahali